एक ज़माना था कि मेरा नाम भी मस्तूर था। उस ज़माने में खुदा ने दी थी शोहरत की खबर, जो कि अब पूरी हुई बाद अज़ मरूरे रोज़गार। A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu mpendwa mtazamaji wa vipindi vyetu katika kipindi chetu Maktaba ya Masihi, karibu tena katika kipindi cha leo ambacho tutakuangazia sana kupitia ishara za mtume ambaye alitumwa na Mwenyezi Mungu, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wasalam. Ni vipi alipata msaada kupitia msaada wa Mwenyezi Mungu. Na leo tutaangazia mada kuu sana na muhimu kupitia kitabu chake Siraje Munir. Siko peke yangu katika studio, ninao wageni wale ambao wanaendelea kutueleza na kutufundisha kuhusiana na vitabu ya Masih Maud alayhi salatu wasalam. Upande wangu wa kulia anaitwa Mwalimu Muhammad Musa Uponyo Saib, na vile vile upande wangu wa kushoto anaitwa Mwalimu Mahmud Makoha Saib. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, karibuni tena katika studio, na vile nilivyokuwa nikieleza yule mtazamaji, leo tutaangazia kitabu cha Masihi kinachoitwa Siraje Munir. Kitabu hiki kimebeba nini, Mwalimu Saib? Bismillahirrahmanirrahim. Asante sana bwana mtangazaji kwa fursa hii ambayo umenipatia kuchangia katika mada hii muhimu, mada Maktaba ya Masih Maud alayhi salatu wasalam. Na leo tukiwa tunakiangazia kitabu hiki chake Siraje Munir ambacho Masih Maud alayhi salatu wasalam alikiandika mnamo mwaka 1897. Hiki ni kitabu ambacho bwana mtangazaji kimebeba bishara nyingi sana za Masih Maud alayhi salatu wasalam, bishara zaidi ya 30. Na namna lilivyo jina la kitabu Siraje Munir, hizi bishara zimebeba nuru juu ya nuru. Manake Siraje Munir ni taa yenye kutoa nuru. Kwa hivyo ni bishara ambazo zimejaa nuru juu ya nuru, nuru iliyodhibitisha ukweli wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, ukweli wa dini tukufu ya Kiislamu na ukweli wake Masih Maud alayhi salatu wasalam. Jina hili bwana mtangazaji, katika aya maarufu ya Suratul Ahzab, aya ya 46-47, ambamo Allah subhanahu wa ta'ala anasema, anamuita bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ni Siraja Munira. Anasema kwamba ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan munira. Kwamba ewe mtume, hakika sisi tumekutuma wewe ili uwe ni mtoaji wa habari nzuri kwa watu. Basi waite watu katika njia ya Mola wako na uwe taa yenye kutoa nuru. Kwa hivyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni taa yenye kutoa nuru, na Masih Maud alayhi salatu wasallam amekipa kitabu hiki jina hili kwa sababu bishara zilizo ndani yake ni bishara ambazo zimejaa nuru juu ya nuru. Na ni bishara ambazo ametaja hata baadhi ya watu ambao kutokana na utabiri wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waliweza kuhelikishwa, waliweza kupatana na adhabu ya Mwenyezi Mungu, ikiwa ni udhibitisho wa ukweli wa dini tukufu ya Kiislamu na ukweli wa Masih Maud alayhi salatu wasalam, pamoja na ukweli wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Miongoni mwa wale waliotajwa katika kitabu hiki ambao walipatwa na adhabu ya Mwenyezi Mungu ni huyu bwana Abdalla Asam, ambaye mtazamaji wetu atajua kwamba kama alikuwa akifuatilia vipindi vyetu kutoka mwanzo, ni kwamba ni bwana ambaye alikuwa na kiburi kingi sana, lakini kutokana na utabiri wa Mwenyezi Mungu akaweza kupatana na mwisho mbaya, mwisho wa fedheha. Mwingine ni huyu bwana Lekhram, ambaye pia alikuwa na kiburi kikubwa sana, akimkejeli bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwa utabiri wa Masih Maud alayhi salam bwana Asam pia akaweza kupatana na mwisho mbaya. Katika kitabu hiki bwana mtangazaji, tumesema kwamba ni kitabu ambacho ni nurun ala nur. Kuna bishara kubwa sana ya Masih Maud, mwana aliahidiwa, ambayo pia ni bishara ambayo imejaa ukweli wa dini tukufu ya Kiislamu, na huyu ni mtoto ambaye alikuja kudhihirisha ukweli wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam
na vile vile dini tukufu ya Kiislamu. Vile vile ndani yake kuna zile barua ambazo zimeandikwa na watu mashuhuri kutoka India ambao walipata nafasi ya kukubali ukweli na wakaona kazi kubwa alikuwa akifanya Masih Maud alayhi salatu wasalam. Mmoja wa hawa bwana mtangazaji ni huyu sufi mkubwa wa India Khawaja Ghulam Farid radhiallahu anhu, ambaye barua zake zimejumuishwa katika hiki kitabu, ambamo Masih Maud alayhi salatu wasalam akiandika barua hii, maneno yake ni kwamba huyu bwana anasema kwamba ewe rafiki mpendwa, ujue kwamba tangu zamani mimi nimehifadhi maneno ya heshima kwako na wala sijazungumza jambo lolote baya kukuhusu. Na ninayakini kwamba wewe ni mtu mwema na ile juhudi kubwa unaifanya kuilinda dini tukufu ya Kiislamu pia naitambua. Kwa haya ni maneno mazuri bwana mtangazaji, ambayo huyu sufi mkubwa sana aliyazungumza kwa Masih Maud alayhi salatu wasalam, wakati watu wenye bahati mbaya wanahilikishwa na watu wenye roho safi ambao Mwenyezi Mungu amewateua wanazidi kutambua ukweli na kutangaza ukweli wao hadharani. Kwa hivyo kwa ufupi bwana mtangazaji, hizi ndizo baadhi ya bishara ambazo zinapatikana katika kitabu hiki cha Masih Maud alayhi salatu wasalam, na ni bishara tulizosema zimejaa nuru juu ya nuru. Hivyo kwa ufupi jina la kitabu ni Siraj Munir, na hizi ndizo bishara ambazo zinapatikana ndani yake. Asante sana. Hizi ni bishara muhimu sana kwa yule mtazamaji, nafaa ajue, na pia umeweka bayana umuhimu wa kijitabu hiki Siraj Munir, kitaja pia Mtume Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ikimlinganisha na jua ling'aya. Asante sana Mwalimu Saib. Naam, ametaja wale maadui wa Masih Maud alayhi salatu wasalam, ikiwemo Lekram. Lekram katika historia ametajwa sana, na pia kataja Abdallah Atham. Hii utabiri wa Abdallah Atham ilileta uhalisia gani kwa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wasalam? Asante sana ndugu mfawidhi kwa swali lako hili. Ndugu mfawidhi, mimi nataka kumpa nasaha mtazamaji. Naam. Pamoja na kumpa tahadhari yule ambaye bado ni mkosoaji, na kumpa tumaini jipya yule ambaye ni mtafutaji wa ukweli. Naam. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam alielezea utabiri kwa misingi ya aya Qur'ani tukufu, jaa alhaqu wa zahaqa albatil inna albatila kana zahuqa. Yani haki imekuja na uongo umejitenga. Bila shaka daima uongo utakuwa mwenye kujitenga ama kufutika. Naam. Kwa hivyo Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, wakati ambapo anazungumzia hizi tabiri zinazohusiana na hilaki za watu ambao walijifanya majabali wa kumpinga yeye na kumsuta mtukufu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alieleza kwa maneno ya hekima sana. Alisema kwamba ewe ndugu, ewe mkiukaji wa haki za Mwenyezi Mungu, ewe unayempinga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kueleza wazi kwamba hapa haki imesimama mbele yako, mwangaza uko mbele yako, na ikiwa wewe utaukumbatia huo mwangaza na ukweli wake, basi uso wako utang'aa kama mwangaza. Na ikiwa utaendelea katika kupinga, basi uso wako utabakia umesawijika mithili ya ule wa nguruwe na hata kuzidi hapo. Akasema kwamba taa ya Mwenyezi Mungu inang'aa tayari, angalieni ithibati ziko katika kila jiha. Angalia mwezi, angalia maji, moto, jua, ardhi na vilivyomo vyote ni ishara tosha. Kama kwa hivi huwezi kuzinduka na ukatambua ukweli wa Mwenyezi Mungu, basi mwenyewe unatafuta hilaki, unatafuta maangamizi wewe mwenyewe. Akaeleza Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, natoa wito kwako ewe ndugu, ewe ambaye uko tayari kutafuta ukweli wa Mwenyezi Mungu, inua macho yako na uangaze, uone nuru ya Mwenyezi Mungu. Iweke katika maisha yako, sikiza maonyo yake. Mimi nimekuja kwako kama mtoa onyo, na wewe ndiwe msikilizaji. Kumbatia maonyo ya Mwenyezi Mungu. Yule mwenye kiburi, bila shaka Mwenyezi Mungu ametabiri ya kwamba hawezi kuhilikisha
waja wa Mwenyezi Mungu, ni yeye atakaye hilikishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akaeleza Sayyidina Ahmad alieleza mambo mengi sana al-Islam. Akasema kwamba kumbuka ya kwamba Mwenyezi Mungu hawezi kugawa furaha na heshima kwa usawa kati ya mlaghai na mtume aliyechaguliwa wa Mwenyezi Mungu. Lazima mlaghai atabakia kama mdudu mdogo sana na kufutika kama kiputo. Akaelezea vizuri na akasema kwamba angalieni sasa, Al-Ikhram ameangamia. Kifo cha Al-Ikhram kimebaki kuwa ni ishara kwa wale watafutao ukweli, kwa walimwengu wote. Ni ishara pia kwa wale walio na tumaini katika jumuiya yao, na ni ishara kwa wale wenye kiburi wanaopigana na Mwenyezi Mungu. Tahadhari usiwe miongoni mwa wanaopigana na Mwenyezi Mungu. Nyenyekea na kuwa mnyongonyevu kwa ishara za Mwenyezi Mungu ili upate staha. Haya ndiyo maneno ya hekima ambaye alitoa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, akieleza ulimwengu mzima, akieleza wapinzani, akieleza wenye matumaini ya kutafuta ukweli, akiwapa matumaini wale ambao tayari walikuwa wamekumbatia ukweli. Kwa hivyo ni ushawishi ambao ni wa hali ya juu na tumaini la hakika kwa wale watafutao ukweli, kwamba ukweli ndio huu wa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam. Hiki kifo cha Al-Ikhram kilibadilisha mitazamo ya walio wengi juu ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, kwa sababu ishara ilitimia hatua kwa hatua jinsi ilivyokuwa imetabiriwa. Kwa hivyo haya ndiyo aliyowanasihi kwayo Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam. Ndani yake ni nasaha, ndani yake ni tumaini, na ndani yake ni onyo. Natumai kwamba mtazamaji bila shaka amefaidika na haya maongezi mazuri ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, kwa sababu yalikuwa ni ya kumwalika achunguze mwenyewe kwa macho yake. Asante sana ndugu mfawidhi. Asante sana kueleza mambo hayo mazuri muhimu ambayo Masihi Maud alayhi salatu wasalam amezitaja katika kijitabu hiki, na pia kudhihirisha ya kuwa jaa al-haq wa zahaqa al-batil, ya kuwa ukweli umedhihirika na uongo umepotea. Na Mwalimu Said, je, bado kuna yeyote anayeona kwamba udanganyifu au uongo unaweza ficha ukweli wa Mwenyezi Mungu kweli, vile alivyokuwa ameeleza kwa upana na marefu Mwalimu Said? Bismillahirrahmanirrahim. Bwana mtangazaji, wanasema Waswahili kwamba yule mwenye busara husoma kutokana na makosa ya wengine. Lakini mwenye bahati mbaya husoma kutokana na makosa yake mwenyewe. Kisa cha Bwana Abdallah Asam kwa ufupi ni kisa ambacho kinafaa kuwa ni somo kubwa kwa watu ambao ni wapinzani wa Mwenyezi Mungu, na wajue kwamba hata kama uongo utafunikwa kwa miaka mingapi au miezi mingapi, hatimaye ukweli utakuja kujulikana, na ukweli utakuja kubainika kutokana na upotefu, namna alivyosema Mwalimu Saib katika aya aliyoitangaza, aliyoisoma, kwamba ukweli umesha dhihiri na uongo umejitenga. Na uongo ndio wenye kujitenga. Kwa hivyo uongo siku zote, hata kama mtu atafikia kwamba ni mjanja kiasi gani, lakini iko siku ule uongo utatoweka na ukweli utabainika, hususan tunapokuwa tunazungumza kimuktadha kuhusu mambo ya dini. Kwamba siku zote labda wapinzani wa Mwenyezi Mungu hufikiria kwamba wamefaulu, lakini Mwenyezi Mungu huwapa muda wakadhani kwamba wamefaulu, lakini mwisho wa siku basi Mwenyezi Mungu huwailikisha na ule uongo wao pamoja na harakati zao zote zikafutika katika uso wa dunia, na ule ukweli ukabaki ni wenye kuenea. Bwana Abdallah Asam kwa maisha yake yote alifanya juhudi kubwa kudhalilisha Uislamu pamoja na kumdhihaki Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Masihi Maud alayhi salatu wasalam alipochakuliwa na Mwenyezi Mungu kufanya kazi ya kuhami Uislamu, basi aliamua kukabiliana na watu hawa. Lakini Bwana Abdallah Asam hakuwa tayari kuacha ile mwenendo wake mpaka pale Masihi Maud alayhi salatu wasalam alipomuonya huyu,
alipotoa utabiri kwamba ikiwa hutaacha hii njia yako ya kutumia lugha chafu dhidi ya dini tukufu ya Kiislamu, basi fahamu kwamba Mwenyezi Mungu amesha kukadiria katika malengo yake na hautapona. Basi huyu bwana Abdallah Asam, licha ya kwamba utabiri ulitimia na licha ya kwamba aliendelea kuficha ule ukweli wake, lakini mwisho wa siku alikutana na mauti. Na bwana mtangazaji, tatizo kubwa ambalo lilimkumba bwana Abdallah Asam ni kwamba alificha ule ukweli kwa watu wake na alisidi kudanganya watu kwa njia hii. Watu wakaweza kufikiria kwamba labda yeye ndio ameshinda, kwa sababu wale ambao wamekuwa kifuatilia kipindi wataona kwamba kipindi cha utabiri wa Masih Maud alayhisalam kilipita ile miezi 15 na huyu bwana hakufariki. Kwa hivyo watu wakapata nafasi ya kufanya sherehe na kufanya maandamano. Sasa watu wakawaida wakafikiria kwamba huyu bwana ameshinda. So kwa njia hii watu wakapata kule kuchanganyikiwa, na Masih Maud alayhisalam akamfuata huyu kutaka kudhibitisha watu kwamba huyu alishaelekea kwenye ukweli kutokana na ule ufunuo ambao Mwenyezi Mungu alimjulisha. Akamwalika kwamba bwana, kama unasema kwamba hujakubali ukweli, basi njoo mbele ule kiapo mbele ya watu. Lakini huyu bwana akawa nasidi bado kuficha ule ukweli. Masih Maud alayhisalam ameenda kiwango cha kutoa pesa kwamba kama utakubali kwamba hukukubali ukweli, basi mimi niko tayari kukulipa kwa ajili ya hilo. Na tunaona kwamba aliendelea kusongesha hizi hela kutoka 1000 mpaka rupia 1000 mpaka 4000. Na bwana Abdallah Asam kwa njia hii aliendelea kuwadanganya watu kwa sababu hakukubali hiyo challenge. Mpaka Masih Maud alayhisalam akasema kwamba ikiwa unaona kwamba nimedhalilisha Ukristo na siko kwenye ukweli, basi nendeni kotini munishtaki kwa makosa hayo. Lakini bado huyu bwana aliendelea kujificha katika ule uongo wake. Basi mwisho wa siku Masih Maud alayhisalam, baada hizi juhudi zote hata za kutaka kumuokoa huyu bwana, basi akasema kwamba kutokana na kunyamaza kwake, sasa Mwenyezi Mungu amesha kata kauli na bwana Abdallah Asam hataweza kuokoka. Basi ndio tuliona pale kwamba huyu bwana mwaka uliofuata basi akaweza kukutana na mauti, jambo ambalo lilitia huzuni kubwa katika jamii ya Ukristo, lakini ikawa ni dhibati tosha kwa watafutaji ukweli kwamba kumbe ukweli huko upande huu wa dini tukufu ya Kiislamu. Kwa hivyo bwana mtangazaji, kwa ufupi ni kwamba Masih Maud alayhisalam, hizi tabiri zote alizozitoa, shabaha ilikuwa ni kwamba ni kudhibitisha ule ukweli wa dini tukufu ya Kiislamu na ukweli wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo yoyote ambaye anatafuta ukweli ajue kwamba kutokana na kisa cha Asam ni kwamba uongo lazima utakuja kuisha siku moja na ukweli utakuja kubainika. Asante sana. Kuna mambo mengi ambayo yanafanyika Mtume anapodhihiri ambayo inaonyesha ukweli wake, hasa kama vile utabiri wa Atham na pia utabiri wa Lekram. Malim Saib, ulithibitisha vipi ile ukweli wa Masih Maud alayhisalam kwa kuwa yeye ni mteule ambaye ameteuliwa na Mwenyezi Mungu kuja kujadidisha dini ya Kiislamu? Ilikuwaje? Ndugu mfawidhi, Sayyidna Ahmad alayhisalam ambaye ndiye Masih Maud ambaye aliahidiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba angefika zama za mwisho kuimarisha dini ya Kiislamu. Siku moja alipokea ufunuo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba mimi nitamuauni yule ambaye atakuauni, anayetaka kukuauni, na nitamuhini yule ambaye anataka kukuhini. Hii ishara ambayo ilikuja kwa njia ya ufunuo imeonekana wazi katika taabiri za Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam. Siku moja alitaka kuchapisha utabiri mnamo mwaka 1886, achapishe tabiri zake kuhusiana na wale watu ambao alikuwa amesema kwamba Allah amempasha taarifa kwamba watakuja kuangamia. Kwa hivyo tabiri hizi ziliwahusu watu wa awali wawili, mmoja alikuwa ni huyu Lekram na wa pili Inderman. Sasa kwa hofu ya kuona kwamba pengine mwisho wake utakuwa mbaya, Inderman aliepuka kabisa, alipinga kuchapishwa utabiri kumhusu yeye. Aliepuka huo utabiri na yeye akafariki mapema. Yani akafariki katika ile hali ya watu kuchanganyikiwa kama ni adhabu ama amefariki kifo chake tu, kwa sababu yeye alijiepusha na ubishi. Lakini Lekram ambaye alikuwa ni shupavu
jasiri ambaye alikuwa shujaa wa kumkengemeka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa lugha chafu, yeye alikubali shindano hilo na akasema kwamba mimi tabiri ubashiri huo kunihusu. Kwa hivyo Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam yeye akachapisha utabiri kumhusu Al-Ikhram. Bila shaka wakati ilichapishwa kuhusiana na Al-Ikhram, mambo ya ajabu yalikuja kwa Al-Ikhram, na alitabiri akisema Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam kwamba ishara ya kimbingu inakuja kuhusiana na kifo cha Al-Ikhram, ya kwamba hata haitaonekana kama magonjwa ya kawaida, hata kuwa muwele, hakutakuwa na ndwele ya kuja kushuku kwamba hiyo ndio imemuua, ama hakutakuwa na udhaifu mwingine wa kiafya utakaopelekea watu kushuku kwamba hiyo ndio ilikuwa sababu ya kifo chake. Lakini akatabiri akisema kwamba huyu Al-Ikhram atakufa kifo cha kuuawa, jambo la kwanza. La pili ni kwamba hiki kifo chake kitaandamwa na ishara za kimbingu. Kwa hivyo Al-Ikhram kuendelea na kejeli yake, kwa sababu alijiona mtu mkubwa mwenye madaha, na ilivyokuwa kawaida ya tajiri huwa hamheshimu asiyekuwa tajiri. Sasa akaona kwamba huyu anacheza tu. Baadaye Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam baada ya kueleza kuhusu ule utabiri, na akasema kwamba naona ishara ikija karibu na siku ya Eid. Kwa hivyo ilipofika tarehe 20 hivi mwaka wa 1314 ambayo ilikuwa ni Eid, siku ya Eid hiyo, baadaye tarehe 2 ilikuwa tarehe 2 mwaka 1314 ambayo ilikuwa ni Shawwal, siku ya pili baada ya Eid. Ndio wakati ambapo ishara ya kimbingu ilionekana na Al-Ikhram aliuawa na mtu ambaye hakujulikana. Mahali alitokea hapa kujulikana, isipokuwa matokeo ndio yalionekana, lakini chanzo cha kifo cha Al-Ikhram ilikuwa ni utabiri. Lakini hakuna angeliweza kufuatilia, awe ni daktari, ni mtu ambaye anafanya utafiti, mwanasayansi, asingeafikia kabisa ni nini chanzo cha kifo cha Al-Ikhram. Sasa akauawa kwa njia hii ya ajabu na kutimiza bishara ya Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam, na pia ndio akatimiza ile bishara ya Mwenyezi Mungu kwamba inni mu'inu man arada i'anataka wa inni muhinu man arada ihanataka, yani yule ambaye anataka kukusaidia nitamsaidia, na yule ambaye anataka kukuhini mimi nitamhini tayari. Kwa hivyo sasa alihiniwa huyu Al-Ikhram, alifedheheshwa. Kifo chake kilikuwa cha kufedhehesha, na kilikuwa kifo ambacho kilitetemesha ulimwengu mzima. Hakuna aliyefahamu kwamba kilitokea vipi, lakini wale waliofuatilia utabiri moja kwa moja, hatua kwa hatua, waligundua kwamba ndio ukweli wa Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam. Asante sana kwa kueleza mambo hayo. Hiyo ilikuwa ni ithibati kubwa sana ya usaidizi na msaada wa Mwenyezi Mungu kwa huyu mwanzilishi wa Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wasalam, kama alivyoeleza kwenye kijitabu hiki Siraje Munir. Naam, na kifo cha Al-Ikhram sio tu tukio lile, bali matukio mengi sana yalionyesha ukweli wake. Je, unaweza eleza yule mtazamaji pia apate kuelewa ni nini ameongelea zaidi kuhusu msaada wa Mwenyezi Mungu na ukweli wa Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasalam katika kijitabu hiki Siraje Munir? Mwalimu Saib. Bismillahirrahmanirrahim. Bwana mtangazaji, katika bishara hizi kuna mafunzo mengi sana kwa yeyote yule ambaye ni mtafutaji wa ukweli au mtafutaji wa haki. Sababu hawa watu ambao tunaona bishara zikitimia kuwahusu hawakuwa ni watu wa kawaida. Walikuwa ni watu wenye cheo na watu wenye heshima katika jamii, na ni watu ambao walikuwa na ulinzi mkubwa. Tunavyojua ni kwamba watu ambao ni matajiri na watu wenye vyeo na ulinzi mkubwa, kwa hivyo hata kuwafikia inakuwa ni vigumu. Lakini kwa utabiri wa Masih Maud alayhi salatu wasalam ilidhibitisha kwamba hata uwe ni mtu mwenye nguvu namna gani, lakini mara utakapoanza kuidunisha dini,
basi Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kukufikia hata kama utakuwa chini ya ngome madhubuti, lakini mkono wa Mwenyezi Mungu utakufikia pale. Na mfano mzuri wa bwana Al-Ihram, kwamba Al-Ihram alikuwa ni mtu mwenye cheo, alikuwa ni mtu mwenye jina, akiwa ni kiongozi mkubwa wa dini ya Maaria, ambaye kama wale wengine pia wapinzani wengine alitumia lugha chafu sana dhidi ya dini tukufu ya Kiislamu na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi Masih Maud alaihi salatu wasallam naye akamuonya pia kwamba wewe kama hutaacha hii lugha yako, nawe pia utahilikishwa na upanga wa Mwenyezi Mungu. Sasa kwa kuwa alikuwa ni mtu mwenye cheo huyu bwana Al-Ihram, na alikuwa ni mtu mwenye ulinzi mkubwa, kifo chake kilileta mchecheto na wasiwasi mkubwa katika jamii na hususan katika wafuasi wake. Basi walianzisha madai kwamba hiki kifo Ghulam Ahmad alayhi salatu wasalam amehusika. Yeye ndiye amepanga haya mauaji. Basi kwa kuwa huyu Al-Ihram alikuwa ni mtu mwenye cheo, basi walichochea ile serikali na wakachochea polisi kwamba lazima wamkamate Masih Maud alayhi salatu wasalam. Basi polisi walifika kule kwa Masih Maud alayhi salatu wasalam kufanya upekuzi, na kwa bahati nzuri ushahidi waliokutana nao wa kwanza ilikuwa ni karatasi ambayo Masih Maud alayhi salam na bwana Al-Ihram waliingia katika mapatano ile ya tunaita mubahala wa kidini. Basi hii kaonyesha kwamba la kumbe huyu bwana alishaingia hata katika makubaliano haya na Ghulam Ahmad alayhi salatu wasalam. Kwa hivyo hizi ni katika ule ushahidi ambao Mwenyezi Mungu akamtoa Masih Maud alayhi salatu wasalam katika hizi lawama. Na Masih Maud aliwashutumu sana wale wapinzani kwamba ambao walikuwa nahusisha jamaati yake na mauaji ya bwana Al-Ihram, na akasema kwamba jamaati yake ni ya watu wenye heshima, watu wacha Mungu, watu wasafi ambao hawawezi kuhusika kwa vyote vile na kifo cha mtu yote. Kwa hivyo Said Ahmad kwa ufupi bwana mtangazaji alisema kwamba kitabu hiki kilibeba ishara nyingi muhimu, na ishara mbili hususan zile ambazo ni za moja kwa moja na ambazo si za moja kwa moja. Kwa zile ya moja kwa moja ni yale makala yake ambayo yalipata ushindi mkubwa kule katika mkutano wa dini zote, na ambayo si ya moja kwa moja ni kifo cha hawa mabwana ambao walikuwa ni wapinzani. Kwa hivyo kwa ufupi bwana mtangazaji ni kwamba kifo cha Al-Ihram ilikuwa ni idhipati tosha kwa ule uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Asante sana. Asanteni kufika katika studio yetu, na pia na waomba muweze kufika ili tuendelee kumuelimisha yule mtazamaji. Asanteni sana. Naam, ndugu mpendwa mtazamaji, muda umetupa kisogo. Tutaendelea na kipindi hiki katika siku zijazo. Kuwa nasi na endelea kuelimika vilivyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. आज़मान वाले ये नुस्खा भी आज़मा, ऐ आज़मान वाले ये नुस्खा भी आज़मा।